Kikubwa ambacho ningependa kuzungumzia kwa siku ya leo ni kuzungumza na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za vyakula, hasa kipindi hichi cha masika tulichokuwa nacho. Kwa hiyo niwaombe sana wafanyabiashara wa vyakula kwamba kila mfanyabiashara atekeleze wajibu wake, na kikubwa zaidi ni kulinda afya ya jamii, kwamba katika hatua za awali za kuweza kukitengeneza chakula, kwa hivyo hatua ile lazima powepo na uangalizi wa hali ya juu, ili mwisho wa siku tuone kwamba chakula kile kinafika kwa mlaji kikiwa salama. Kwa hiyo niombe sana wafanyabiashara wa vyakula katika maeneo mbalimbali ndani ya manispaa yetu na maeneo mengine kulinda afya ya jamii katika hatua ya awali ya kukitengeneza chakula. Lakini jengine niseme kwamba wafanyabiashara wa vyakula ambao hajachunguza na kupima afya zao, basi hili nalo tuweke mkazo. Lengo ni lile kulinda afya ya jamii, kwamba bora kinga kuliko tiba. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaweza likaleta madhara ndani ya jamii na kusababisha athari mbalimbali. Kwa hivyo nimeona ni vyema tukumbushane hili, kwamba bora kinga kuliko tiba. Wafanya biashara kila mmoja atimize wajibu wake kulinda afya ya jamii, hasa katika kukiandaa chakula. Kwa hivyo ndugu wananchi, suala hili la utunzaji wa mazingira na usafi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu, sio tu kazi ya taasisi ya manispaa. Kila mmoja achukue wajibu wake ndani ya maeneo yetu kudumisha usafi wa mazingira. Lakini kikubwa zaidi, kila mmoja apambane na apinge vitendo vyote vya uharibifu na uchafuzi wa mazingira katika maeneo yetu. Takuombeni sana wananchi kushirikiana na baraza la manispaa katika kudumisha usafi ndani ya maeneo yetu ili kuweza kujikinga na maradhi na majanga mengine. Asanteni sana.